Lakini Haji Manara anawezekana yuko sahihi kwa kiasi gani kwa kile ambacho anakisema? Kwangu mimi Haji Sande Manara kwanza ni nani ndani ya klabu ya Yanga? Unajua kuna baadhi ya watu ambao tunatakiwa kuweza kuwajadili wao pia ambao wako na influence kwenye club. Kwa maana alizungumza Arafat Haji kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram, alizungumza kwa maana kwamba msimamo wa klabu ya Yanga ni kutokwenda kucheza mchezo, na Young Africans wakaja wakatoa barua kwa maana kwamba hawezi kwenda kucheza kushiriki huo mchezo mara baada ya tarehe ambayo wao walikuwa wanaifahamu kwenda kucheza, kwa maana tarehe 8 hiyo tarehe kuweza kwenda kupita. Kwa kwangu mimi Haji Manara ni mtu ambaye anakwenda kuzungumza kwa hisia zaidi pasipo kuweka uhalali wa kile ambacho anakwenda kukizungumza, kwa maana kwamba ukisikiliza, kwa maana kwamba yeye anachokitaka ni nini, anachotaka timu isiende uwanjani, anarejea kwenye kile ambacho Young Africans wanakisimamia. Kwa kwangu mimi sijaona kitu kipi ambacho Haji Sande Manara amekizungumza ambacho kiko tofauti na Young Africans, lakini mbaya zaidi kwa kile ambacho amekizungumza unakwenda kuona kwamba kauli ambazo amechagua kuweza kwenda kuzitumia hazijawa ni kauli rafiki, kwa maana kwamba unapokuwa mwanachama au ulipokuwa mshikadau wa soka kuna njia nzuri ya kuweza kwenda kufikisha ujumbe wako, kwa maana kwamba Haji Sande Manara, yes, inawezekana hujafurahishwa na kile ambacho rais wa shirikisho ameweza kwenda kukifanya. Kuna njia rafiki na nzuri ya kuweza kwenda kufikisha ujumbe kuliko kwenda kubwata kama vile kwenye press kwenda kumshushia heshima rais ambaye muda mchache uliopita ametoka kuteuliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kuwa miongoni mwa watendaji kwenye shirikisho. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi kwa Haji Sande Manara kwa njia ambayo ametumia kuweza kupeleka malalamiko yake kwa rais sioni kama ni kitu sahihi. Lakini pia kwa rais wa shirikisho kwa maana ya Wallace Karia, kwa mimi binafsi naamini ni miongoni mwa watendaji kazi wazuri sana kwenye hii shirikisho. Unaweza kusema kwamba huyu ni miongoni mwa marais ambaye ana mafanikio makubwa sana kuliko marais wote ambao washaiongoza shirikisho la soka hapa nyumbani Tanzania, kwa maana ya TFF. Sio Tenga, sio wakina Ndolanga wala kina nani. Unaweza kuona kwamba Karia amekuwa ni kiongozi bora sana kwa maana ya mafanikio kwenye club level, mafanikio kwenye national team level, mafanikio pia kwenye kuweza kuhost michuano mikubwa barani Afrika. Tunakwenda kuhost michuano ya AFCON 2027, tumehost AFCON 2019 ya vijana chini ya umri wa miaka 2021 chini ya umri wa miaka 17. Hayo ni mafanikio makubwa sana chini ya rais wetu Wallace Karia. Lakini moja kati ya mapungufu ambayo rais Wallace Karia ambayo yuko nayo ni namna ambavyo sio mzuri kwenye kuzungumza, kwa maana kwamba kila anapozungumza huwa anakwenda kuacha sintofahamu kwenye zile kauli ambazo anazizungumza. Inawezekana huwa ana nia nzuri tu ya kuzungumza, lakini namna yake ya kupeleka ujumbe wake haujawahi kuwa mzuri. Kama nakumbuka kwa kipindi alikuwa anazungumza kuhusu Simba na Yanga, akateleza akatoa kauli ambayo pia watu wakawa wanaanza kusema kwamba huyu tunaamini kwamba ni Simba, lakini kuna siku alizungumza kuelekea kwenye mechi za Simba na Yanga kwenye michuano ya kimataifa, aliteleza kwa bahati mbaya tu kama binadamu mwingine ambavyo angeweza kuteleza. Kwa maana kwamba kwenye siku ya mechi ya Simba tutavaa jezi za Simba, kwenye siku ya mechi za Yanga tutavaa jezi ya Simba. Watu wakaondoka nayo, ile ikaonekana kama ni mada kubwa sana. Kwa nini? Kwa kuwa mashabiki wa Yanga baadhi wamekuwa kimnasibisha na klabu ya Simba. Kwa popote pale atakachozungumza tofauti against Yanga, watu wanakwenda kujinasibisha naye kwenye mapenzi yake ndani ya klabu ya Simba, japo yeye mwenyewe alikiri kwamba timu ambayo anaisupport ni klabu ya Coastal Union. Kwa kwangu mimi binafsi kwa Wallace Karia binafsi na enjoy zaidi akiwa anafanya kazi kuliko akiwa anazungumza. Akiwa anazungumza amekuwa akitoa boko nyingi sana ambazo huwa zinakuja kuleta maswali mengi sana ambazo zinakwenda kuibua hata watu ambao walikuwa wamelala, kwa mfano kina Haji Manara. Lakini haihalalishi pia kile ambacho amekizungumza Haji Manara, kwa maana kwamba yule unayekwenda kumzungumza ni taasisi. Unapokwenda kumtaja rais, maana umekwenda kugusa taasisi ambayo ni shirikisho la soka. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi kwa Haji hajawa sawa kwenye namna ambavyo amekwenda kuaddress mapendekezo ambayo Young Africans wamekwenda kuyaazimia. Sawa, tumsikilize mwakilishi huyu. Halo? Bwana, unaongea na Isa Suleiman kutoka Sports Venue ya Bongo FM. Nazungumza na nani na uko wapi? Unazungumza na Masanja kutoka Singida Manyoni. Kutokea Singida Manyoni. Umeshiriki Cheza Pesa mara ngapi leo? Mara 2. Umeona ujumbe kwenye simu yako? Ndo nimeuona hapa na wewe ukapika. Sasa mimi nikwambie ya kwamba katika wale washindi 35 ya bonus kutoka pale kwa mshua shilingi 50,000, wewe ni miongoni mwa wale washindi, na vile ambavyo umecheza mara 2 leo basi umejipatia shilingi 50,000 katika simu yako. Niambie una furaha kiasi gani?
Asante sana. Hii ndo mara ya kwanza kucheza, ndo nikaona ujumbe umefika. Hii ndo nimecheza mara ya kwanza tu kabisa. Umecheza muda gani na muda gani leo? Saa hivi tu nimecheza muda huu kabisa yani. Nini kilikusukuma mpaka ukasema ucheze leo? Mimi sinapenda kuwafuatilia sana mshabiki wa Simba, mimi nawafuatiliaka sana. So nikasema leo nijaribu, nilipojaribu tu na kweli nilipotoka tu kujaribu na kweli nikaona message imeingia. Aha, sasa nikwambie pia umeingia katika draw ya kushindania gari aina ya Toyota Crown mpya kabisa ambayo inakwenda kutoka mwishoni mwa mwezi huu. Kama ulikuwa unajaribu, basi sasa hivi cheza kweli kweli. Inawezekana gari kaja huko Manyoni Singida. Haina baya. Basi sawa, uwe na jioni njema. Haya. Bana, mwakilishi kutoka katika draw ya kwanza kwa shilingi 50,000 kutoka pale kwa Mshua, na draw inayofuata mara hii ni majira ya saa 12 dakika 55, maana ya kwamba ni muda mchache kutoka hivi sasa, na mara hii ni shilingi 100,000 kutoka pale kwa Mshua, na hii itakuwa ni kwa watu 30 tena kwa mara nyingine. Nafasi ni ya kwako wewe ambao unatumia Vodacom, Yasi, Airtel ama Halotel. Nenda tu. Bodi ya ligi mimi naona kama vile kuna namna wanachelewa hivi kutoa maamuzi kuhusiana na mchezo wenyewe. Wewe pengine unaonaje katika hili? Sidhani kama kuna sheria au kuna kanuni ambazo zinawataka bodi ya ligi au zimewapa muda maalum. Ndiyo. Kwa sababu ukifuatilia kwenye ile barua ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo, ile barua ya tarehe 8 ambayo ilitoka saa 8 mchana. Ndiyo. Aya ya pili kutoka mwisho inasema kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitajika uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Narudia hapa. Ndiyo. Na kwamba baadhi ya matukio yanahitajika uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Kwa hiyo kuna matukio ambayo yalifanyika siku moja kabla ya mchezo, ambayo matukio hayo hayawezi kukamilika kwa wakati siku mpaka kuelekea muda wa mchezo. Kwa hiyo matukio hayo kuna uchunguzi ambao unafanyika. Kwa swala la uchunguzi ndo hatujui sasa hao wenye mamlaka au wanaochunguza wamemaliza uchunguzi au bado, na taarifa itakuja lini. Kwa hiyo kwenye ishu ya kuwahi au kuchelewa kwa bodi inategemeana na ishu ya uchunguzi unaendeleaje. Lakini ukirudi kwenye kanuni namba 34, ndiyo, kuahirisha mchezo, sawa? Mchezo unaweza kuahirishwa kutokana na sababu yoyote kati ya zifuatazo. Namba 1, endapo timu ya taifa ina mchezo, kama sasa hivi ambavyo tunakwenda kwenye mechi za timu ya taifa, ndio hivyo? Ndio. Alafu kuna kingine inasema endapo timu inashiriki katika mashindano ya kimataifa na ina muda usiozidi siku 3 hadi 5 kufikia mchezo wa kimataifa. Hiyo sote tunajua mara nyingi Simba na Yanga zimekuwa zikiahirishiwa michezo yao kwa sababu ya kuwepo na ratiba za kimataifa. Lakini wanasema sababu ya dharura au na yenye msingi utakao kubaliwa na TFF. Hiki kipengele hiki naamini ndo kipengele ambacho kimewapa bodi ya ligi nguvu ya kuahirisha mchezo. Sababu ya dharura au / na yenye msingi itakao kubaliwa na TFF. Unarejea kwenye barua ya bodi ya ligi wanavyoahirisha mchezo. Walisema kuna mazingira au kuna matukio ambayo yalitokea ambayo yanahitaji uchunguzi. Kwa hiyo huenda haya matukio ni sababu za msingi na za dharura kwa wao wenye mamlaka wakaamua kuahirisha mchezo. Kwa hiyo kwangu mimi kwenye swali lako ulioniuliza Isa kuhusiana na muda, ndio, naona hakuna muda maalum wa wao kutoa taarifa, kwa sababu inategemeana sasa na uchunguzi ambao wao wameutaja. Ametolea mfano kinachonipa mawazo alichozungumza Boimanda. Boimanda amezungumza, anasema hata game ya Simba na JKT, ndio, japo yeye ametolea Dodoma, Simba na JKT, mechi ya Simba na JKT iliahirishwa kama nakumbuka mara baada ya JKT kupata ajali. Kwa hiyo anasema pia na yenyewe pia ilikaa muda mrefu pasipo kupangiwa muda. Simba na Dodoma Jiji
ilikaa muda mrefu pasipo kupangiwa muda kuliko hata hii mechi ya Yanga na Simba. Kwa maana ya kwamba hii saizi imepita ni wiki moja. Leo tarehe 10 ngapi? Leo tarehe 17. Imepita wiki moja na siku 9. Yes, zimepita. Lakini mechi ya Simba na Dodoma ilipita muda mrefu zaidi. Kwa hiyo inawezekana kwenye huo uchunguzi wao ambao kwa ile siku ya tarehe 7 kuamkia tarehe 8 ulichelewa, inaonekana labda kuna vitu vigumu sana ambavyo vipo ambavyo wanaendelea kuvichunguza wakijiridhisha navyo, kwa maana ya kwamba sababu nini ambacho kilipelekea kutokea kwa hiyo hali ambayo ilipelekea kuvunjwa kwa huo mchezo. Wanaweza wakaja wakatoka wakasema bana, kwa sababu ya hii na hii na hii watatoa adhabu zao kwa wale ambao walisababisha mchezo usichezwe, then watakuja na ratiba mpya ya mchezo ambao umefanyika. Kwa kwangu mimi binafsi, yani tunachokitaji kwa bodi ya ligi, najaribu kuwaza hivi itakuwaje uchunguzi kama utakuja kupatikana majibu sahihi akapatikana mwezi wa 9. No, na wao pia wanajua, kwa maana kwamba ratiba sasa wanaochunguza hawezi wakasubiri mpaka mwezi wa 9. Wanaangalia kwani sisi tuna kamati ya masaa 72 hapa kwenye nchi. Tunayo. Haikagi wiki 6. Mimi nakumbuka muda mrefu ilikaa kama wiki 3. Ndio na masaa 72 ndani ya wiki 3 yanapatikana mara ngapi? Sasa si unajua wale watu hili swala kwa sababu ni swala kubwa. Umesikia hali? Hili swala zito sana, tofauti na sisi tunavyolichukulia. Yaani mmoja halina uzito aina hiyo. Umesikia? Umesikia hili swala? Shanelewa. Anaweza akajulikana mwenye makosa ni fulani, lakini kwa sababu kuna nguvu ya fulani, yani kuna ile nguvu fulani, wala hamna makosa. Yani halina uzito. Yani halina uzito kwa sababu ya msingi tu wa soka letu sisi tulivyotengeneza. Yani jambo watu wanachosubiri. Kitu kingine katika zile kanuni sawa. Ndio, ngoja Ali amalize hapo. Ali amalize. Kwanza ni Ali tutakuongelea. No, mimi namsupport Ali. Mimi sinamsupport Ali. Ngoja Ali, ngoja nikuongezee nondo. Kuna kauli nyingine, kuna kipengele kingine kinasema ile namba 34 ile ya kuahirisha mchezo, sawa? Nilisoma cha kwanza mpaka cha 3. Cha 4 inasema endapo itatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa binadamu, force majeure, yasiyotarajiwa wala kusababishwa na timu husika. Yes, mvua kubwa, hali ya kiusalama, labda kuna hatarishi yoyote ile, au labda kama ilivyotokea kwenye mchezo wa Barcelona kama sikosei na Osasuna, alifariki daktari wa Barcelona. Yes. Manchester United kulikuwa kuna tishio la bomu pia, mechi iliahirishwa. Mechi ya Everton ilionekana uwanja wa Goodison Park haupo katika hali nzuri, kulikuwa kama kuna kleki fulani wakawa wanatakiwa wajiridhisha nayo, na River ikaahirishwa. Kingine, endapo wachezaji wasiopungua 3 wa klabu moja wataitwa kushiriki mchezo wa timu ya taifa. Kwa hiyo hapa ukifuatilia kipengele namba 1.3 na 1.4 hivi hawajaweka hapo shambulio, maanake kuna madhara ambayo yanatokanaga hizi mechi za dabi. Kama unakumbuka finali ya Copa Libertadores ambayo ilienda kupigwa Bernabeu, iliahirishwa baada ya wachezaji wa Boca Juniors kuwashambulia, mashabiki wa Boca Juniors kuwashambulia mashabiki wa wachezaji wa River Plate kwenye basi lao. Ndio inarejea kwenye hali ya kiusalama. Ndio hapa ambapo anakuambia endapo itatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa binadamu sababu ya dharura au au mkato na yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. Umesikia Nasho? Sasa mwachie Ali amalizie sentence yake kwa sababu ile sentence ni kama nataka kunitabiri. Yani binafsi kwenye hili jambo, kwa jinsi ambavyo mimi nawafahamu wa Tanzania, halina ugumu wa aina yoyote kwenda kuliamua. Watu wanachosubiri kwa sasa ni hizi tempa za watu wote wawili, kwa maana kwamba ukienda kuamuru saa hizi wakati watu wana hasira, reaction itakuwa kubwa zaidi, na mwisho wa siku badala ya kujenga unakuta umebomoa zaidi. Kwa watu wanachosubiri kwanza, kwa maana kwamba ili jambo lipiche, tempa zipungue kwa timu zote mbili, kwa maana Simba pamoja na Yanga. Mara baada ya kuona kwamba hali imekaa shwari, wanaweza kuja kutoa na majibu ambayo lengo yake itakuwa ni kuwaridhisha wote. Kama adhabu itatolewa kwa Simba, itatolewa kwa Yanga, afu zeni watapanga mchezo uweze kwenda kufanyika. Wakitoa adhabu kwa upande mmoja, unajua kwamba kuna hatihati pia huo upande mwingine unaweza ukasusia mechi. Bana sawa, saa 12 na dakika 46 saa za Afrika Mashariki na nyumbani nchini Tanzania. Bado tupo sana ndani ya Sports Venue